Hii ilikuwa ngao isiyoweza kuharibiwa kuliko zote katika historia. Hata mikuki mikali zaidi haikuweza kuacha hata mkwaruzo mmoja juu yake. Hata hivyo, askari mmoja wa wapanda farasi aliona pengo kati ya ngao hizo. Alidhani huo ulikuwa udhaifu wake na akachoma kwa nguvu, lakini mapengo hayo yalikuwa mitego iliyoundwa kwa ustadi kwa ajili ya kutoa nafasi za kushambulia kwa kujibu. Kama ilivyotarajiwa, shambulio hilo lilishindwa. Nahodha wa wapanda farasi akabadilisha mbinu haraka. Akaamuru wapanda farasi wawili washambulie huku wakiburuta minyororo. Minyororo hiyo iliteleza kupitia mapengo ya ngao na mara moja ikavuruga mpangilio wa safu. Askari wengine wa farasi wakaanza kushambulia mara moja, lakini nahodha wa ngao alichukua hatua haraka, akiwaamuru wote wajipange upya na kuunda ukuta wa ngao ulio imara zaidi. Adui waliposhambulia tena kwa kutumia minyororo, askari wawili wa ngao walifanya mashambulizi ya kushtukiza, wakizipiga ngao zao kwenye miguu ya farasi, kisha wakarudi nyuma ya ukuta wa ngao. Mbinu ya minyororo ikashindwa kabisa. Kwa hasira, nahodha wa wapanda farasi akainua mkono wake na kuwaamuru wanajeshi wajitayarishe kwa bunduki zao za musketi. Askari wa ngao wakabadilisha mpangilio wao haraka. Wapanda farasi wakalenga na kufyatua risasi moja baada ya nyingine. Mvua ya risasi ikafagia uwanja wa vita, lakini kwa kushangaza, kila risasi ilizuiwa na ngao hizo. Wapiga musketi wakaganda kwa mshangao, kwa sababu hizi hazikuwa ngao za kawaida. Tabaka la nje lilisukwa kwa chuma lainifu, huku upande wa ndani ukitumia mabamba ya aloi yaliyoimarishwa. Muundo huu maalumu ulifyonza mishtuko mikubwa na kusambaza nguvu zake na kufanya ngao hizo kuwa karibu haiwezekani kuharibiwa. Hatimaye wapanda farasi wakaishiwa na risasi. Walipokuwa wakijaribu kupakia upya kwa haraka, nahodha wa ngao akatoa amri ya kushambulia. Safu za askari wa ngao zikasonga mbele bila huruma, zikiwasukuma na kuangamiza maadui kwa kutumia ngao zao. Wakitumia mwanya uliotokana na muda wa kupakia upya bunduki, nahodha wa ngao pamoja na askari kadhaa walitumia mabega ya wenzao kujirusha hewani. Wakazigonga ngao zao kwenye safu ya kwanza ya wapanda farasi na kuwaangusha chini kwa nguvu. Askari wa ngao wakaendelea kusonga mbele, wakianzisha mashambulizi dhidi ya safu za nyuma za wapanda farasi. Wakati huo huo, nahodha wa ngao alizunguka kwa kasi na kuwaangusha maadui kadhaa. Kisha akamkimbilia moja kwa moja nahodha wa wapanda farasi na kumwangusha yeye pamoja na farasi wake chini. Nahodha wa wapanda farasi akatoa upanga wake kupambana, lakini askari wa ngao alikuwa mwepesi zaidi. Akambana chini kwa kutumia ngao. Pigo moja tu kwenye shingo na vita vikawa vimekwisha. Je, kama ungekuwa wewe, ungeuvunjaje ukuta wa ngao kama huu?